libarikiwe. Haleluya. Hebu nipe nusu saa. Yes. Wakati namuomba Mungu niendelee pale pajana, lakini Bwana kaniambia hapana, kwa sababu muda ni mfupi, nataka useme neno hili. Na hili ni neno la kukuandaa kwa kitu ambacho kinaenda kutokea. Na ujumbe wangu nasema, epuka kilio kinachokuja. Kuna mambo matano ni ya msingi kuyajua kabla dunia hii haijafika mwisho. Na hata haya mambo unayoyaona yanatokea sasa hivi duniani, kwa habari ya vita, imekuwa ni kama kitu cha kawaida. Magonjwa yasiyotibika ni kitu cha kawaida. Lakini Biblia imeweka wazi, ukisoma kwa habari ya Mathayo sura ya 24 yote inazungumza dalili ya mwisho wa dunia au ujio wa Yesu duniani. Na ukisoma Marko sura ya 13 yote, mwandishi anaelezea yale yote ambayo Mathayo ameyasema. Na ukisoma Luka sura ya 17, hiyo yote inaelezea, mwandishi anaelezea mambo gani yatatokea kabla ya Yesu kurudi. Na ukisoma Luka sura ya 21 inaelezea habari ya dalili ya siku za mwisho. Hizi sura zote zinaelezea kwa habari ya Yesu, jinsi gani atakavyorudi na nini kinatokea. Na katika kanuni ya kutafsiri maandiko, ukiona maandiko yanajirudia, sio kitu cha mchezo, ni fundisho la muhimu watu kulijua. Na mara nyingi tunapohubiri kwa habari ya ujio wa Yesu, watu wamekuwa kidhihaki. Hii imefika hata kanisani, wanasema huyu anahubiri nini? Kwa sababu ni miaka 2000 yote imeanza kuhubiriwa mpaka leo Yesu hajarudi na hajatokea. Lakini kama wewe ni mtu wa Mungu, utaelewa kwamba tuko kwenye nyakati gani. Haya yanatokea, hayana budi kutokea. Sasa kwa nini nakwambia jioni ya leo ni muhimu uepuke ghadhabu inayokuja? Kuna mambo matano kama sio 6 ni muhimu uyajue. Kitu cha kwanza ambacho kinaenda kutokea muda sio mrefu, naomba wale watoto maashazi au wahudumu mjitahidi wasipite. Kitu kitakacho kwenda kutokea sasa hivi ni swala la kuondolewa watakatifu. Ninaposema watakatifu, watu walioacha dhambi, sio Wakristo. Naomba nielewe vizuri, sio Wakristo, ni watakatifu. Na nielewa watu wa Mungu, unaweza ukawa Mkristo lakini sio mtakatifu. Na hili ni janga kubwa litakalotokea, litawaliza Wakristo wengi wanaingia makanisani, litawaliza watu wengi. Na hili ni janga kubwa. Yamkini hata maaskofu wataaibika, mitume wataaibika, wainjilisti wataaibika, manabii wataaibika kutokana na maisha waliokuwa wanaishi. Ili tukio linaenda kutokea, swala la kuondolewa. Mungu alivyo kanuni yake, hawezi kuadhibu waovu akawaweka na wema akawacha hapo hapo. Tangu Agano la Kale, Mungu alipoona ulimwengu wa kwanza umeharibika, mwenye haki Nuhu aliambiwa na Mungu, na ndicho anachokisema kwetu sisi, kwamba anaenda kutuondoa hapa, alafu ataipiga dunia hii. Hatajali mfalme, hatajali majeshi, hatajali rais, hatajali tajiri wala masikini. Mungu anaenda kuipiga dunia, mapigo ambayo haijawahi kutokea. Kora
Ramana masekeko. Roko sakarabaraba. Kuna watu wanaona ni mchezo. Sikilizeni wa Tanzania, Mungu anaenda kuipiga dunia. Hii mitrela tu ndio hiyo inatokea. Yametabiriwa yote. Hata hivi vitu vinavyotokea. Biblia inaweka wazi kila kitu. Ni wakati wake lazima utimie. Na ndio maana unaona sasa hivi upinzani wa imani. Hizi ni dalili za maandalizi ya utawala wa Shetani. Na hiyo ni bado swala ya kuabudu litapigwa marufuku dunia nzima. Sijui unaelewa? Unanielewa? Anakuja mfalme atakaye taka ni dini moja tu, na utawala mmoja atakataza dini zingine zisiabudu. Kwa hiyo unachoona kinachotokea ni spiriti ya mpinga mwisho inaandaa mazingira ya watu wasiabudu. Mnanielewa? Mnanielewa? Ule jina kwa hivyo unamwelewa mhubiri? Atakuja kukataza kuabudu. Umwabudu wewe, uabudu serikali yake. Ndio utapata mahitaji yako yote. Nitazungumza kesho. Na hata uniona Mashariki ya Kati, Israeli na wapi, ile taifa Biblia imesema wazi. Soma Mathayo 20 ngapi ile? Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mtakuwa mnachukiwa na mataifa yote. Anazungumza na Wayahudi wanafunzi wale. Swala ya kuchugaize, tena ukichugaize unajipalia baka. Ile taifa Mungu ameweka agano nalo. Soma Mwanzo 12. Haliwezi kufutwa kwenye dunia, kwa sababu Mungu aliweka agano. Halifutu. Na wenyewe wanajijua, hata kama walimsuluhisha Yesu, walimkataa Yesu, lakini Mungu anaheshimu agano. Sasa mtu aliyeokoka ni Israeli kiroho. Ukiokoka unaingia kwenye agano ambalo Yesu alimwaga damu yake. Sisi ni Waisraeli kiroho. Ukiokoka wewe ni Mwisraeli kiroho. Lazima utachukiwa, lazima utanyanyaswa, utakatazwa mambo mengi. Ni wakati wake. Kwa hiyo kinachotokea nini? Muda sio mrefu parapanda itapigwa. Sauti ya malaika mkuu Mikaeli atapiga parapanda. Anakuja kututoa ili ipige dunia sawa sawa. Alimwambia Nuhu, mwisho wenye mwili wote umekaribia. Ukisoma Mwanzo 6, akasema Nuhu, waambie watu kama tunavyowaambia sasa hivi, jamani, ingieni kwenye safina. Ingieni kwenye safina. Safina ni Yesu. Ingieni. Watu wanapuuza, watu wanaendelea na biashara, watu wanaendelea na kazi, hawataki kuingia kwenye safina. Mguu mmoja ndani mmoja nje. Nataka nikuambie, siku Nuhu alipoingia kwenye safina, mnajua wasomaji wa Biblia kilitokea nini? Na ndicho kitakachotokea. Swala la unyakuo halikuanza leo, lilianza tangu agano la kale wakati wa Nuhu. Swala la Mungu kuwanyakua watu ni tendo la kuondoa duniani kwa muda ili aiadhibu dunia. Ndicho anachoenda kukifanya kwenye dunia hii. Alifanya hivyo kwa Lutu, mtu wa haki. Alimuondoa Sodoma kule. Alituma malaika. Ule ni sawa na unyakuo. Kama alivyomuondoa Lutu akampeleka Swari, ni swala la unyakuo. Ile yote ni picha, lakini ile yote ilikuwa kama ni taswira, lakini picha yenyewe ndio yetu sisi. Tunasubiri huo tuondolewe hapa. Patakuwa baada ya kuondoka sisi, tukio litakalotokea, patakuwa na dhiki kubwa hapa duniani ambayo haijawahi kutokea tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Ile dhiki ni miaka 7 duniani. Wakati huo sisi tumeondolewa. Watakatifu, siseme Wakristo, kwa sababu nusu ya Wakristo wazembe watabaki
dini, wanaekataa wokovu, wanaekataa maisha maarifu, watakuwa wanalia na kuchupa. Kesho nitazungumza vizuri. Wafanya mchezo tu. Hapa ndio kwenye bonde la kukata maneno. Atajulikana askofu wa kweli, atajulikana mchungaji wa kweli, atajulikana mwinjilisti wa kweli. Wakati wa unyakuo ndio tutajulikana watakatifu wa kweli. Mbona jirani yako huko hapo mpendwa? Kuingia kanisani sio tiketi ya kunyakuliwa. Maisha matakatifu ndio tiketi ya kupaa pale juu mbinguni. Kuhubiri hakunipi tiketi ya kunyakuliwa. Maisha matakatifu. Baada ya miaka 7, nazungumza machache tu ili niende kwenye somo langu. Miaka 7 si tuko kule kwenye harusi ya mwana kondoo. Hiyo sherehe harusi ya mwana kondoo, bwana harusi ni Yesu, maana atatualika kule. Ile harusi itakuwa ni kwenye kiti cha hukumu cha Kristo. Pale tutakuwa tunapewa taji miaka 7 hapa duniani kindumbwe na utawala wa mpinga Kristo. Nabii wa uongo atatawala na mpinga Kristo hapa duniani. Shetani mwenyewe, yani utatu wa shetani utakuwa hapa duniani na muda sio mrefu utakuwa huko. Shetani mwenyewe atakuja duniani, nabii wa uongo na mpinga Kristo, hawa ni wanadamu. Ataweka roho yake ili kutawala dunia hii. Sisi tuko kule kindumbwe. Huwezi kuuza wala kununua, barabara zote hununui umeme, hupati leseni, hufanyi chochote mpaka uwe na ile namba 66. Baada ya miaka 7 ndipo Yesu sasa na malaika zake na sisi watakatifu atarudi duniani, ataonekana. Ndipo sasa wakati ule ndio katika vita kuja kumaliza. Wakati ule sana kuja kumshughulikia shetani na mpinga Kristo. Ndio inaitwa vita ya Armageddon, ambayo sasa Yesu ataonekana, atateremka Israeli pale. Sasa majeshi ya dunia yote unayoona makubwa, sijui Urusi, sijui wapi, maana itakuwa yamekamatwa na mpinga Kristo na shetani, yatakusanyika kuelekeza makombora yao, manyuklia yale, mabomu yanayotengeneza kupambana. Huyu mpinga Kristo ataelekeza wa majeshi yote, kwa sababu kwa ndio yako chini yake, ataelekeza vifaa kwa ajili ya kumpiga Yesu na wale wanaokuja na malaika na watakatifu. Lakini Biblia inasema hivi, moto, kinywa chake kitatoka moto, maana hata atawaangamiza kwa pumzi ya kinywa chake. Ina maana Yesu akipumua tu, majeshi yote na vyombo vyote vya nyuklia havitafanya kazi, watateketezwa. Baada hapo Biblia inasema hivi, shetani atakamatwa na kufungwa. Kwanza kitu cha kwanza, ampinga Kristo huyu ni mwanadamu, na nabii wa uongo watauawa kwa sababu ni wanadamu. Shetani atakamatwa, atafungwa kuzimu miaka 1000. Kwa ufupi tunakuelezea, ni masomo marefu. Sasa Yesu atakachofanya nini baada ya kufungwa shetani? Ataanzisha utawala wake wa miaka 1000, atarudisha mfumo wa dunia. Nataka nikwambie, dunia itageuzwa kama bustani ya Edeni. Shetani, jana nilieleza kwa ufupi sana. Shetani amefungwa huko, dunia itageuzwa. Hapo kuna makundi mawili, watu wanachanganyikiwa. Ina maana tutawakuta wengine hapa duniani. Sisi tulionyakuliwa tutavaa mili kama ya malaika. Yani ndio maana kuambia Yesu alisema, heri na mtakatifu aliyo katika uovu wa kwanza, maana mauti ya pili haina nguvu tena. Ndio maana uokoke sasa hivi ili unyakuliwe. Ukinyakuliwa unabeba mwili wa kiroho. Hautegemei chakula ili uishi, hautegemei magari wala ndege kusafiri. Tutabeba mwili ule kama wa Yesu. Ndio maana heri sasa hivi uokoke, hata kama utakufa ukifufuka
Soma vizuri. Wakati wanafunzi wamejifungia nani? Biblia inasema kwamba hivi, wakati wamejifungia kwa hofu ya Wayahudi, wameambia wamefunga hawaamini, wamekaa ndani wamejifungia na madirisha. Yesu alibeba mwili wa kiroho, akatokea ghafla ndani. Ina maana mwili tutakayebeba haizuiwi na kuta wala na kitu chochote. Miili ya ajabu, miili isiyokufa, miili isiyo na mateso. Ndio maana nakuambia, sikiliza, lazima uokoke leo, bebe mwili wa kiroho ambao haufi. Sasa tukishakuwa kule juu, tumebeba miili ya Yesu kama ule wa malaika. Hiyo miili haioa wala kuolewa, hakuna kuoa hapo. Sisi tumefanana na malaika. Sasa tutakapokuja, tutawakuta wengine waliokataa chapa wamejificha kwenye mapango. Maana wakati wa dhiki kuu, wale waliokataa kuokoka, kuna watu wa dini, kuna makundi kama 3 4. Nisikilize kidogo. Unajua atakayebaki ni watu gani? Muulize jirani wewe, unajua atakayebaki ni nani? Kuna Wakristo walioko kanisani wanaichanganya. Mathayo 25 mstari wa kwanza hadi 13. Wakristo wachanganyaji. Na Wakristo wanakataa kujaa roho. Unaweza kuwa umeokoka lakini hutaki kujaa roho. Wewe ni mwanamwali mpumbavu, hutaki kujaa roho. Na hili kundi ni kubwa mno, hawataki kujaa roho. Tanzania, sikia, Yesu anasema anarudi, jaa roho. Maana hiyo ndio taa ya kunyanyuliwa pale juu. Usipojaa roho utaachwa. Wakristo wako ndani hawataki kujaa roho, hawataki kujaa roho. Nataka nikuambie, ni hasara kubwa. Umemkimbia Shetani eti hutaki kujaa roho na asiyetaki ya Mungu. Una hasara, mwanamwali mpumbavu. Leo lazima ukubali kujaa roho. Hapo waja tuombe. Jaa roho. Wakristo wengine, Wakristo wa madhehebu ya dini, hawataki kuokoka. Mimi dini yangu hii. Wengine wapagani na dini zingine. Sasa wakati wa dhiki kuu, hawa watu hawa ndio wanaitwa wafia dini. Wengine watatetea imani yao, wengine watakumbuka kwamba hapa tumepotea. Sasa tufanyeje? Watakimbilia makanisani. Na Yohana alionayo. Ufunuo sura 7 mstari ule kuanzia wa 9 wa 7 pale hadi 12. Kipindi hicho mpinga Kristo atawaua watu wengi kwa sababu ya imani. Tena hata Waislamu wengi wataokoka, hawatakubali kumsujudia mpinga Kristo. Yohana anaona, anaulizwa na malaika, watu hao wanatoka wapi? Malaika anamuuliza Yohana, anasema mimi sijui hawa watu wanatoka wapi. Malaika anamwambia, watu hawa umati wa kila taifa na kila kabila na kila lugha ni wale waliotoka kwenye dhiki kuu, wameosha mavazi yao kwa damu ya mwana-kondoo. Ina maana wakati wa dhiki, injili ya ufalme itahubiriwa. Watatokea mashahidi wawili na watu wengine wa Mungu wataendelea. Lakini kipindi hicho ni cha kukubali kuchinjwa. Na Yohana alionyeshwa. Sasa huu umati huu, mtu akichinjwa tu moja kwa moja kule ndio anatukuta. Wakati wa dhiki kuu, ile nafsi yake, roho yake inaungana na sisi kule. Sasa wengine watakuwa wamejichimbia kwenye mapango kama unavyoona Wayahudi. Wayahudi wenyewe wamejenga mahandaki. Haya mahandaki unayoona wamejenga, na sasa wanapiga mabomu, wanashindwa kuwapata. Ni Mungu atawahifadhi kwa sababu ya agano lake. Mwishoni mwa dhiki kuu, Biblia inasema hivi, watakuwa na mlilia Masihi yule aliyemsulubisha. Watasema, Masihi, utusaidie pamoja na hukumu wa Wayahudi. Lakini Biblia inasema wataokolewa. Warumi sura ya 11, soma hiyo. Wataokolewa kwa sababu kipindi hicho watakuwa na omboleza. Hawajamwamini wengine mmoja mmoja wanaokoka.
Lakini wengine wengi hawaamini kwamba Yesu alikuja. Kwa hiyo watakuwa wanaomboleza kwa sababu dunia yote itawageuka. Watu wote watawageuka. Hata taifa linalowakijana wa Marekani litafika mahali litaonyesha mkono. Watabakia peke yao kwa sababu ni kipindi ambacho Mungu anawaadhibu kwa kumkataa yeye, kukataa huduma ya upatanisho. Sasa wakati mwishoni mwa dhiki kuwa naomboleza wanalia, Biblia inasema hivi, ndipo Yesu atakapotokea. Sasa hao watu tutakapowakuta kwenye mapango, wengine watakufa kwa njaa, wengine kwa magonjwa mazito kwa sababu ya dunia, mapigo makubwa. Ukisoma Ufunuo sura 6 hadi 18, kasome vizuri Biblia, mapigo yale bado hayajatokea. Ufunuo sura 6 hadi 18, haya mapigo hayajatokea bado, yatatokea baada ya sisi kuondoka. Sasa wengine wamejificha kwenye mapango miaka 7 hii. Watu watakula mizizi, watakula vitu vya ajabu, wengine watakufa kwa magonjwa, wengine watakufa kwa njaa, wengine kwa vita ile na mapigo, lakini watakuwepo wanadamu wenye miili ya kawaida. Ndio hao tutawakuta sasa. Sasa hao tutakaokuta pamoja na Wayahudi. Ndipo sasa atakaporudi Yesu atatawala dunia hii. Sasa hao wanadamu watazaliana, wataendelea na shughuli zao hapa duniani. Na ndio maana kuna dini moja sema watarithi majumba hapa. Kuna dini fulani sasa Biblia itakuwa langu. Na ni kweli wakati kutakuwa na majumba yamebaki magofu. Majumba mengi yatabaki. Majengo mengi yatabaki hayana watu. Waovu watapigwa, watauawa, waovu wataondolewa kwenye dunia. Soma vizuri Biblia. Soma vizuri Biblia. Sasa Yesu atakapokuja utawala ufalme, sisi tuliotoka naye tuliogeuzwa, sisi hatutaoa wala kufanya chochote, maana tumebeba miili. Mimi kusafiri kwenda Marekani sitahitaji ndege, sitahitaji gari. Kufumba na kufumbua nimebeba mwili wa Yesu. Nimewaza nataka kwenda Marekani, nimepaa. Soma vizuri Biblia. Ambaye jirani yako soma vizuri Biblia uielewe. Ndio maana Shetani hataki uyaelewe haya. Hataki uokoke sasa. Anajua huyu nitamkosa. Anataka sasa hivi utende dhambi, akupata wakati wa dhiki kusiende mbinguni. Tutabeba miili ya ajabu, miili ya kushangaza. Sasa baada ya miaka 1000, najaribu kufupisha unielewe. Shetani Biblia inasema atafunguliwa kutoka kuzimu. Sasa kumbuka hii miaka 1000 watu watazaliana wengi sana. Pamoja na kizazi hiki kilichoona matendo makuu ya Yesu, wema wa Yesu, Shetani kwa sababu wale wamebeba miili, Shetani akitoka kule ile nguvu itawaingia hichi kizazi. Watawakusanya sasa, kukusanyika ndio inaitwa Gogu wa Magogu. Watakusanyika hawa watu hawa na wale watu wengine waliozaliwa kizazi chote, kukusanyika kwenda kuasi kwenye utawala wa Yesu. Maana makao makuu ya Yesu hapa duniani yatakuwa Yerusalemu. Hapa duniani Yesu anakuja utawala, yatakuwa Yerusalemu. Kwa hiyo watakusanyika hawa waliozaliwa hawa katika mwili hawa. Watu kutakuwa na maendeleo na teknolojia hali ya juu, hali ni nzuri. Kwa hiyo wanadamu watakuwa ni wengi, watamuasi Yesu. Biblia inasema hivi, wakifika kwenda kuasi pale kumasi Yesu, kutaka kuleta vurugu, moto utashuka kutoka mbinguni, utawalaba wale wote. Ndipo hapo sasa kinachofuata ni nini? Hukumu ya mwisho ya wanadamu wote, kukaa kwenye kiti cha hukumu. Na ujue kuna makundi matatu ya hukumu. Kuanzia Adamu mpaka Musa kinaitwa kipindi cha dhamiri. Ulijua kutenda mema au kutenda, watahukumiwa kwa dhamiri zao. Kutoka Musa mpaka Yesu anazaliwa kinaitwa kipindi cha sheria. Watahukumiwa kwa kutokufuata sheria za Musa. Kutoka Yesu anazaliwa mpaka kanisa linanyakuliwa kinaitwa kipindi cha neema. Nataka nikuambie kuna watu wanajitahidi kutenda mema, kuna watu wanajitahidi kutenda sheria. Kipindi hiki utahukumiwa kwa kutokumwamini Yesu. Nisikilizeni, watu waelewi, wanajitahidi kutenda mema, wanajitahidi kushika sheria. Nataka nikwambie kipindi
Yaani hata kama unatenda mema, unajiepusha na uovu, utahukumiwa kwa hilo. Baada ya hapo hukumu. Biblia inasema hii dunia itakusanywa kwa sababu ilishaharibika. Itakusanya kama karatasi. Isaya aliona itakunjwa kama karatasi. Ikishakunjwa inatupwa sasa motoni. Baada ya kutupwa motoni, ndipo sasa Mungu Baba ule utatu utateremsha mji mtakatifu, mbingu mpya na nchi mpya, na hapo ndipo mwisho wa historia ya ulimwengu. Sasa watu hawajui hayo. Watu hawajui. Wamekaa tu. Nisikilize. Ninapomalizia, kwa sababu nimesema ni summarize tu haya Mungu ameniambia. Maandiko yangu wewe kasome katika Luka. Maandiko ya Luka 17. Nisome hapa nimalizie kwa maandiko haya. Mstari 26. Omba uzime muziki. Mstari 26 hadi 30 afu nitaruka. Anasema, na kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa katika siku zake mwana wa Adamu. Walikuwa kila na kunywa, walikuwa kioa na kuolewa, hata siku ile Nuhu aliyoingia katika safina, gharika ikashuka ikawaangamiza wote. Na kadhalika kama ilivyokuwa siku za Lutu, walikuwa kila na kunywa, walikuwa kinunua na kuuza, wakipanda na kujenga. Lakini siku ile Lutu alivyotoka Sodoma, kulinyesha moto na kiberiti kutoka mbinguni vikawaangamiza wote. Hivyo ndivyo itakavyokuwa siku ile atakayofunuliwa mwanadamu. Nataka nikueleze kitu kimoja. Watu wanategemea dunia hii itakuwa yani imeharibika kabisa na dhiki kabisa. Hapana. Dhiki haiwezi kutokea kwa sababu sisi watakatifu tunaomba. Kwa hiyo Yesu hapa anawaeleza wanafunzi wake, anawaambia msijisahau kama ilivyokuwa siku za Nuhu. Watu walikuwa kila na kujenga na kupanda, wakiuza na kununua. Ndivyo atakavyokuwa kuja kwake. Akimaanisha kuja kwake sio kwa kuonekana wazi. Atakuja kwa siri kwanza. Atatukuta tunafanya shughuli. Atatukuta tuko sokoni, atatukuta tuko wapi, kama mtu yuko yuko gesi, atakukuta yuko pale. Tutakutwa hivi. Wengine wasikiza neno la Mungu, watu wanaendelea wamejisahau kama sasa hivi walivyojisahau. Tutakuta tunaendelea na kazi zetu. Sio kwamba dunia itakuwa imeharibika. Sasa mfano huu wa Nuhu na Lutu ndivyo ilivyo sasa hivi. Watu wako pilika. Yuko tayari mtu azini, yuko mtu tayari aibe, yuko tayari afanye nini? Asema nitatubu kesho. Unajua utaondoka lini? Sasa nini kinatokea? Mstari 34 hadi 36. Na waambia usiku huo watu wale watakuwa katika kitanda kimoja, yani mwanamke na mwanaume. Mmoja atatwaliwa, mmoja ataachwa. Hapo Yesu anazungumzia unyakuo. Unanielewa? Amen. Mwambie jirani yako, Yesu hapa anazungumzia unyakuo. Unyakuo. Yani mimi nimelala na mwali wangu hapa, huku kusini naita mwali. Nimelala na Imeda. Sasa kilo chake mimi sikijui. Kilo hakitegemeani. Mnanielewa Tanzania? Mimi ninamuhimiza na ananihimiza. Sasa yeye kama kilo chake ni kibaya, mimi nimekaa vizuri macho, atashtukia asubuhi mimi sipo, au kama ni mchana nimeondoka. Au kama ni kilo changu ni kibaya, yeye amekaa vizuri ataondoka. Swala la unyakuo litaleta kilio. Swala la wokovu ni la mtu binafsi na Mungu wake. Hatuendi mbinguni kwa ndoa zetu. Hutaenda na mke wako. Hata wakati wa unyakuo hutanyakuliwa na mke wako na mume wako. Swala la kunyakuliwa kiroho chako ndio jibu la kunyakuliwa. Karabosekerebo. Korabasakaraba. Korabasekerebo. Sasa
Sasa umelala naye, nimelala naye, mimi ninamuhimiza mwenzangu, bwana kiroho ikituendelee namuhimiza, lakini sijui ndani yake. Itakuwa ni kilio. Kuna wengine wanachanganya. Yamkini ni viongozi wa dini wakubwa, wanaonekana wana heshima, lakini wana nyumba ndogo, wanazini, wanaonga watu. Yamkini hata mitume na manabii wa injili wanazini, wanakuongoza. Siku itakuwa ni kilio. Ndio kwenye bonde la kukata maneno. Ndio maana usitegemee kwa kiongozi wako. Mwangalie Yesu anayekuokoa. Mwangalie Yesu aliyekuokoa. Na kama hujaokoka leo, mwangalie Yesu. Karaboseke. Nimalizie kwa hili. Liko pokori adaba. Asa mmoja tataliwa. Wanawake wawili watakuwa kisaga, mmoja tataliwa, mmoja tatu. Mnauza maparachichi hapo, mnauza vibama, umekaa naye kiroho mwenziko, unamwona anaimba babio, anaimba kwaya, kumbe kiroho kilishaharibika. Unashangaa mnauza vibama na maparachichi ghafla tu. Maana itakuwa tendo la dakika moja. Tendo la dakika moja, na hilo sio la muda mrefu. Sio la muda mrefu. Ninasema hivi, watu wawili watakuwa shambani. Mmoja tataliwa, mmoja tatu. Yaani mnapalilia mahindi, mnaandaa mashamba huko. Ndio maana nataka niwaambie Watanzania, popote unapoenda shambani, mwambie Mungu nisaidie. Amen. Unakwenda sokoni, Mungu nisaidie. Amen. Unapoenda popote, Mungu nisaidie. Ukijikwaa, tengeneza mapema. Umekarifiana na mtu, tengeneza. Uelewani na mke wako, tengeneza. Uelewani na mume wako, tengeneza. Usisababishe kuacha kwa sababu ya hasira, kutokusamehe. Nafikiri mimi niliacha kazi hivi. Hebu nikuambie kitu kimoja ninapomalizia. Hebu ondoa hii madhabahu kidogo. Mimi huduma yangu ni utume au misheni. Na uinjisi Mungu alivyoniita miaka 34 iliyopita. Sasa wakati ameniita Mungu, unajua huko TAG ukishakuwa askofu unapata heshima kubwa. Na marupurupu, unaopewa gari, kila kitu. Mpaka wengine wanajaribiwa. Wanafanya mpaka na kampeni. Yaani wametoka rohoni wanaingia mwilini. Yaani nilipofikia hapo ni babaya. Babaya. Kweli. Sasa sikilizeni kidogo. Nyinyi mnahangaika na mambo yenu alafu mnapuuza mambo ya Mungu. Nisikilizeni hapa. Wewe unajali kuuza biashara, hutaki kwenda kanisani, hutaki kwenda kutumika. Nisikilize leo. Na kama hujaokoka, okoka kweli kweli, okoka. Nimeendelea kufanya kazi ya kichungaji na kusimamia wachungaji nini, kila kitu. Kumbe Mungu jambo hili lilimuuzi. Nikiletewa mikutano kama hivi na niliahirisha mikutano 6 ya mialiko. Na ukishakuwa kwenye uongozi, mambo ya administration, utawala, uangalie wachungaji ni kazi. Ukishakuwa kiongozi, mambo yote yanakutazama wewe. Kwa hiyo nilikuwa niko busy kuongoza wachungaji mkoa mzima ule wa Mtwara. Kumbe nilipoahirisha jambo lile, Yesu lilimuuzi sana. Na aliniambia, akaniambia, John, nimekuweka kwenye ngazi hii utengeneze watu watakao shika uaskofu. Alafu utawaachia wewe ufanye kazi niliyokutuma. Tengeneza watu watakao shika sehemu yako. Sasa nikasahau bwana. Mapochopocho. Raha. Ala. Raha. Wanachangamka. Tembelea gari na heshima, unapokelewa mikoba. Watu wamejipanga hapo foleni. Baba askofu. Ala. Kwa nini asiyependa cheo? Ala. Si mnaona kama mnapokea maaskofu? Ndio nilivyokuwa mimi. Sasa kilichotokea, Mungu akasema ngoja nikushughulikie. Na ndio maana kuna watu hapa, wanaume wengine, wala sio shetani, umepigwa. Wewe tubu tu. Ugonjwa huu hauponi, tubu. Toba ndio ya kukuponya. Baada pale Mungu akapiga pigo. Ndio maana nimekuambia
Mtu akitenda dhambi haangalii wewe ni askofu, wewe ni mwinjilisti, atakupiga tu. Sasa hivi Mungu angalii mkali. Yesu mkali. Haangalii wewe ni askofu, mwingi atakupiga tu. Sikilizeni. Yesu sasa hivi ni mkali. Anaanzia madhabahuni. Wachanganyaji wote atawashughulikia kisawasawa ili jina lake liheshimiwe. Hataki makando kando makanisani. Amen. Ataanzia madhabahuni kwa maaskofu, wainjilisti, wachungaji, wakitenda vibaya viboko. Tena wakikataa kufa kabisa. Watakufa watu. Mtashangaa vifo vya ajabu. Vifo vitatokea vya maaskofu msiotegemea. Vitatokea vifo vya wachungaji msiotegemea. Vifo vya ajabu. Nimeona hayo mimi. Acha mchezo na dhambi. Kanisa la Tanzania, acha mchezo na dhambi. Yesu analitakasa kanisa, narudi. Koraba sekelebo. Roko sakaraba. Rikamana maseke. Kama uko hapa unacheza na dhambi, tubu. Kipo kikokotoo kitakupiga. Yesu alimuona Yesu ngoni mshughulikie yeye. Hajali askofu, hajali mwinjilisti wa taifa, hajali chochote. Yesu atajali eti mimi mwinjilisti wa taifa, eti mimi ni askofu, akanipiga. Hata angalia wewe ni mchungaji, utapigwa tu. Karaba sekere. Wewe ni askofu utaki, utapigwa tu. Wewe ni mtume utaki, utapigwa tu. Wewe ni mshirika kawaida, utapigwa. Mwimbaji wa kawaida, utapigwa. Kaa kwenye laini ya utakatifu. Karaba sekere. Sendele bosi muka. Rikamana mosekere. Baada ya pale kapiga bwana. Nikaanza kutapika damu na kualisha damu. Nikamficha mke wangu kimya. Nikaenda hospitali kupima, ukipima haoni kitu. Nikaenda hospitali moja kubwa kupima, hamna kitu. Nikaenda hospitali moja wa Jerumani kule ndani ya mission, nikapima hamna kitu. Nikaenda nyingine ya Wajerumani tena kupima hamna kitu. Tumboni lakini natapika damu na alisha damu. Alafu nasikia kabisa mauti. Alafu nikiomba hivi sipati connection. Unajua ukikosea network inakatwa. Na ukiona network imekatwa, ndugu yangu, hapo unaenda kuzimu. Kama hupati mawasiliano na Yesu, ina maana wewe ni alama ya kwenda huku chini. Ndio maana kurudisha, umrudie Mungu. Hizi ni sasa kurudi Yesu. Nimalizie kwa hili. Baada ya pale siku mkama na nikuta chooni natapika. Kuta kwenye sinki la choo chumbani kweli. Baba, mbona damu? Nikamwambia naumwa, nilikuficha nenda kupima kuna naumwa. Alafu pia sipati network. Na ndio wakati unyakuo kama upati network unaachwa. Ndio maana sisitiza kujaa roho. Kama hujajaa roho hapa leo tutaomba ujae roho. Tengeneza, kama hujaokoka uokoke ujae roho. Mimi nimeleta ujumbe huu, si inawezekana baada ya kutoka hapo nasikia baba pandeni juu. Sasa sitakuwa tayari. Baada ya pale nikamwambia niwekee mikono. Aliponiwekea mikono, ananiombea, nasikia sauti, George Musa ya Yesu, kwa nini umeacha kazi yangu? Kila mtoto umeangizwa. Nini ulichotumwa wewe? Ukokolewa, umeokolewa au hujaokolewa? Mungu amekuacha duniani kwa makusudi. Kama hujaokoka uokoke, utumike. Aliponiweka mikono, umeacha kazi yangu. Sasa nikaanza jibizana ile sauti, wapi bwana, mbona nafanya kazi yako mimi ni askofu? Tunajibizana naye mwenyewe rohoni. Yeye na begi ananipokea na begi. Akaniuliza swali, nilikutuma nini? Nilipokuokoa nilikutuma nini? Nilikwambia nini? Nikasema ulinituma nihubiri Injili na kupanda makanisa. Akaniambia miezi 6 umeahirisha mikutano 6. Nikaanza kutoa sababu. Sababu umeniita kwenye uongozi, kwenye uaskofu huu.
simamia wachungaji. Akaniambia nilikwambia Yesu wandae watu wafu waachie, wewe umeng'ang'ania. Ndio maana nimekupiga. Nimekupiga, na hiyo ni roho ya mauti. Usipotubu unakufa. Alafu kifa ufiki huko kwangu. Yesu sio mchezo. Kosa dogo tu litakupeleka jehanamu ya moto. Watanzania tutubu. Ndio msingi wa injili yangu. Kama umejichanganya leo, tubu, okoka kweli kweli. Kabili niombe toba, Baba nisamee. Usiniue. Usiniue Yesu. Nisamee. Ndio maana nimekuambia msingi wa injili yangu ni toba, kwa sababu naijua toba inavyofanya kazi. Nilipotubu damu ikakauka saa ile. Ilipokauka saa ile nasikia sauti, nimekaa sasa. Nikamweleza mke wangu. Nikamwambia mke wangu, naambia niache waskofu sasa hivi. Sasa baba vipi? Kwa nikamwambia hii kazi hii ni mambo yako. Nikachukua karatasi nikaanza kuandika barua, nikaenda kuichapa makao makuu kwa askofu mkuu. Walishangaa sana. Wakasema, Joji, kwa nini tunakutegemea wewe huko kusini? Wewe ndio ulianzisha huko. Inakuaje? Nikamwambia mzee, nikiendelea nitakufa. Ikabidi jopo la makao makuu lije linihoji. Na kwa sababu wakati mwingine sisi wahubiri tunazunguka nchi mbalimbali na hofia jamaa huyu bwana mdogo anataka kuanzisha dini nini? Lakini wala siku na mpango kuanzisha dini. Nikamwambia hapana. Mimi sina mpango. Sasa umetuandalia nani? Nikamwambia huyu na huyu na huyu ndio nikaacha. Sasa siku nimeacha ndani ya siku 5 zile. Kumbe waliandaa mkutano Mozambiki 2016. Mkutano Mozambiki wa mwezi mzima, yule askofu ananitafuta. Tena wakati wa magaidi wanasumbua, lakini Mungu ananiambia nenda hivyo unapita na magaidi. Nilipita kule mpakani, askari wa immigration, uhamiaji wananiambia mchungaji akupitike hapo, magaidi wamejaa. Utakufa mchungaji. Sasa hivi huko Mozambiki, upande wa Mozambiki wanasafirishwa kupita ni kwa vifaru na maaskari na Land Rover. Unang'ang'ania nini mchungaji kama ni injili? Nikamwambia Yesu ameniambia niende. Utaweza hayo? Bila roho. Nimevuka mimi pale. Baadaye Mozambiki, wana Mozambiki wenye askari wamekaa na vifaru pale boda, maana huwa wanavamiaga wale ghafla. Wakaniambia mchungaji, hapa bitiki hapa unaenda wapi? Nikamwambia mimi nina mikutano huko ya mwezi mzima. Ananiambia mchungaji uviki. Kama unajitoa sadaka sawa. Nikamwambia kufa ni faida, kuishi ni Kristo. Nilishajitoa sadaka. Ndio maana mimi kuogopa kufa sivi, kwa sababu ninajijua ninakokwenda ni wapi. Ukiona mtu anaogopa kufa, hajui anakokwenda. Kama unaogopa kufa hapo ulipo, tengeneza leo. Muulize jirani yako, uogopi kufa? Muulize, unaogopa kufa wewe? Kama nakwambia naogopa, mwambie tengeneza leo, una matatizo. Haleluya! Haleluya! Namaliza. Nimevuka pale. Kifaru kiko mbele, Land Rover mawili yako nyuma. Wana mabomu na zile mashine gani. Tunasindikizwa na Land Rover. Kwa watu kama 10 hivi kwenye Land Rover pickup. Alafu mwendo ule. Umewahi kuona mwendo wa rais? Alafu rough road, yani barabara ya vumbi. Yani sio kuendesha taratibu. Speed 160, 180. Alafu mmekaa kwenye Land Rover. Yani miguu hii pickup hizi mnazijua hizi nani? Hizi Toyota Land Cruiser pickup hizi. Huku nyuma ziko wazi. Kwa hiyo miguu mmening'iniza huko. Wengine mmepangana huko. Yani watu kama 15. Kaa na mizigo juu. Mmekaa. Alafu mwendo speed 150 mpaka 180. Anasema tuweze kuendesha. Kwanza anatuambia kabisa, utaweza mwendo? Unavumilia, ambia sasa jishikie. Mwendo wa kijeshi kama unavyoona rais anapopita. Yaani mule ndani kwa nanena tu reka paka takarabu kotoka kwa wakati. Tumevuka beria, yani vizuizi kama 10 hivi. Kufika kituo cha polisi kimoja cha wilaya moja. Tumefika pale, tumekaa dakika chache. Tumetoka dakika 5. Wale magaidi wakavamia wakapiga ma RPG,
makombora na kuua askari na kuchukua silaha. Lakini kwa sababu Yesu aliniambia, nimekaa Mozambiki mwezi mzima. Nikiwa kule napigiwa simu na kijana wangu South Africa, nimekaa mwezi mzima. Yaani tangu 2016. Nimetoka pale Assemblies of God ya askofu mwezi mzima. Tangu 2016 kukaa kwangu nyumbani wiki moja wiki mbili, ni mtu wa safari. Unafikiri kwa nini? Yesu aliniambia, zunguka, muda umeisha, ninarudi. Sasa leo nimalizie kwa hiyo. Kama ulikuwa hujaokoka, uokoke leo. Kama ulikuwa unachanganya leo, tengeneza leo. Naomba simama juu uwanja mzima. Taendelea kesho. Njoo hapa wakati praise wanaimba. Usiondoke bila kutengeneza na Mungu. Njoo, huu ni ujumbe wa kinabii kwa ajili ya kusogea madhabahuni wote. Huu umeokoka, hujaokoka, njoo. Mimi nimepewa hili kwa ajili ya watu wote. Ni ujumbe wa matengenezo. Njoo hapa madhabahuni, wakati huu ni wakati mbaya sana. Sogea watakatifu, wameokoka, hujaokoka. Huu ni ujumbe wa kukuandaa wewe kukaa vizuri na Mungu. Mbinguni kuna makao mazuri sana. Mbinguni kuna sogea. Mbinguni kuna makao mazuri sana. Kule mbinguni kuna makao mazuri sana. Mbinguni kuna makao mazuri. Sikilizeni, huu wimbo sio wa msiba. Wale waliokoka miaka 80 wanajua live bendi. Hii ni bendi ya wainjilisti waliokuwepo Arusha, ni live band. Huu sio wimbo wa msiba, huu ni wimbo unatukumbusha mbinguni. Kwa hiyo tuimba kwa furaha, sio wa msiba, sawa? Mwambie jirani yako, huu wimbo sio wa msiba. Ni wa injili ya Roho Mtakatifu. Mbinguni kuna makao mazuri sana. Kule mbinguni kuna makao mazuri. Au nikia chini. Kia chini. Hapana, niko sawa. Ndio. Haya. Mbinguni kuna makao mazuri sana. Mbinguni kuna makao mazuri sana. Kule mbinguni kuna makao mazuri sana. Kule mbinguni kuna makao mazuri. Mwingisha mwendelea. Kule mbinguni kuna makao mazuri sana. Kule mbinguni kuna makao mazuri sana. Tutamuona, kuna makao mazuri sana. Bwana Yesu, kuna makao mazuri sana. Kuna makao mazuri sana. Kisha tunaelewa mji Samuel. Sauti yangu ya chini mimi inakoroma koroma. Nataka tuingie makao mazuri sana. Haya. Makao mazuri sana. Kwa Baba kuna makao mazuri sana. Kuna makao mazuri sana. Tukifika kwa Baba kuna makao mazuri sana. Kuna makao mazuri sana. Kuna makao mazuri sana. Kuna makao mazuri sana. Weka mikono kifuani. Tafakari kwa Mungu ametuandalia hapa, sio nyumbani kwetu. Sisi tu wapitaji na wasafiri. Roho Mtakatifu ameleta ujumbe wao kuliandaa kanisa. Kama ulizembea, naomba tuliosiongea chochote tafakari. Inawezekana umekuwepo ukisali ukiabudu, lakini hujawahi kukata sauti tu. Kama uko naingia kwa sababu ya dini ya baba na mjomba na shangazi, leo hii nataka nikuambie, Yesu atakapokuja kunyakua kanisa, hutaweza kunyakuliwa kwa sababu hujaamua kutubu dhambi na kuokoka na kuishi maisha matakatifu. Lakini unaweza kuishi maisha matakatifu. Jioni ya leo ukiamua kutubu, utasamehewa
ufanyeje? Hatua ya kwanza ni kumpokea Yesu. Ukimkubali nitakuongoza sala ya toba. Unasema niko tayari kutubu, ili Yesu anapokuja aninyakue, sitakuingia kwenye dhiki kuu. Ukiwa umefumba macho, unasema uko tayari kutubu dhambi. Yesu atakaporudi akunyakue. Yesu atakapokuja kunyakua wengine, na wewe miongoni mwa watakaonyakuliwa. Unasema niko tayari leo kuokoka. Niko tayari, nimekuwa nikisali tu dini ya baba, nimemkuta Mpentekoste, mama nimemkuta Mpentekoste mwa Assemblies, nikaingia huko, lakini hujawahi kutubu dhambi. Sasa lazima ukubali Yesu, utubu dhambi, umpokee Yesu. Sio kuingia kwenye dini kwa sababu tumezaliwa nazo. Hata wengine wamezaliwa Assemblies, wamezaliwa Pentecoste, wamekuta wazazi wao lakini hawajaokoka. Sasa unasema niko tayari jioni ya leo kutubu dhambi, kuokoka. Ukiwa umefunika macho yako, nataka nikuombee wewe uliye tayari kutubu dhambi, ili Yesu anapokuja kunyakue. Ukiwa umefunika macho, tulia. Wewe unasema niombee mchungaji, niko tayari kutubu ili Yesu anapokuja ninyakue. Nyanyua mkono wako juu, niombe pamoja na wewe. Mkono wako kulia. Asante. Nyosha tu, asante. Nyosha, usiogope, nyosha. Asante kwa nguvu sana. Nyosha kwa nguvu. Nyinyi ndio amua. Asante. Usione aibu. Nyosha kwa nguvu. Roho Mtakatifu anasema na wewe asante. Unaomba kuokoka. Unasema nimekuwa nikisali lakini nilikuwa sijaokoka. Nyosha mkono juu, usifuni. Fumba macho, funika macho, usimwangalie mtu ndani ana. Nyosha mkono juu, nyosha mkono. Nyosha mkono juu, nyosha mkono juu. Asante, asante kwa ajili ya watu wao. Nyosha tu, nyosha. Sasa wahuduma mkutano wasaidie watu wao kwa wamefumba macho. Wasaidie waje hapa mbele. Waliamua kutubu dhambi. Nyosha mkono, kuna dada pale. Mwingine wewe. Choni mbele hapa. Funika tu macho uwanja mzima. Uamuzi huu ni uamuzi mzuri. Wameamua kutubu. Asante. Sogea hapa madhabahu. Sogea. Wameamua kutubu. Sogea tu. Wasogeze. Wahudumu tukae nyuma ya watu wanaopita. Chote. Wakae kwenye mistari tafadhali. Wakae kwenye mistari, wasogeze. Umeamua kutubu. Unataka kuungana na Yesu dada. Sasa funika macho yako. Bado ninarudia. Nasikia Roho Mtakatifu ananiambia kitu hiki. Teremsha mkono. Wewe kuja. Funika macho yako. Wewe ambaye uliokoka lakini umerudi nyuma. Ukaiacha imani. Unajitahidi kujinasua kwenye dhambi, unashinda. Lakini uko tayari kumrudia Yesu leo. Au umekuwa ukitenda dhambi sio kwa kupenda, unajikuta unatenda dhambi, lakini unataka dhambi iondoke leo. Njoo mbele sasa hivi. Unasema kwa kweli dhambi na niganda na shindwa kuacha. Njoo mbele. Njoo. Yaani na maana Yesu akija utaondoka. Njoo. Hapa ni matengenezo. Njoo. Njoo. Bado kuna watu wengine wanajiuliza, wanajijua hata Yesu akija sasa hivi uondoki. Njoo hapa. Njoo. Yesu anaita njoo. Unashuhudia moyoni mwako kwamba maisha yako sio mazuri. Njoo. Ninyi mliokuja mbele, Mungu amesema na nyinyi. Ni nyuma kidogo ili wachungaji wapate nafasi. Taomba wachungaji wateremke chini na wainjilisti. Kaa kwenye mstari hapo. Hiyo mama kaa kwenye mstari. Funika macho yako. Nyosha mikono yenu juu sasa. Mnaenda kuapa kwenye madhabahu utakapofunika macho. Wewe rudi nyuma, umeacha imani na amua kumrudia Yesu. Wapite mbele wachungaji. Wengine wote nyosha mikono kwa madhabahu. Tunaomba toba kwanza, alafu tutaomba kuvunja kila roho. Sema maneno haya, mkono mmoja weka kifuani wa kushoto. Hiki ni kiapo cha uaminifu kwamba hutamtenda Mungu dhambi. Sema maneno haya. Sema, Bwana Yesu, nimekuja kwenye madhabahu hii. Sitaki niachwe wakati wa kurudi kwako kunyakua kanisa. Niwe miongoni mwao watakaonyakuliwa. Yesu Kristo, ulikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu. Ulifufuka kwa ajili ya mimi unifufue. Bwana Yesu, futa jina langu kwenye kitabu cha
kitabu cha uzima wa milele. Ninakupokea Bwana Yesu uwe Bwana na Mwokozi wangu. Asante Yesu kwa kunisamehe na kuniokoa. Kwa jina la Yesu ninakataa maagano yote niliyoingia kwa kujua au pasipo kujua kupitia wazazi wangu. Ninajitenga na mizimu ya ukoo katika jina la Yesu. Ninajitenga na roho za kipepo na kishetani kwa jina la Yesu. Vifungo vya nafsi, naomba Bwana Yesu unifungue leo katika jina la Yesu. Amen.